أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za kheri zimiminike kwa kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kama ilivyoada na desturi yetu, muda na wakati kama huu tunakutana hapa katika kuyaperuzi na kuyapitia maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu yaliyo katika vitabu vikubwa vinne ambavyo ni Qur'ani, mabaki ya Torati, Zabur na Injil. Na katika mada yetu ya leo tutaendelea kuzungumzia uharibifu uliofanywa katika Masjid al-Aqsa, ama kama ukipenda hekalu la Nabii Allah Suleimani. Ndio maana tukatanguliza aya iliyopo katika surat Bani Israil, sura ya 17, aya ya mwanzo kabisa. Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'un basir. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaelezea misikiti miwili katika nyumba takatifu miongoni mwa nyumba takatifu za Allah, na anazungumza msikiti wa Makkah yani Masjid al-Haram na ule msikiti wa Palestina wa mbali yani Masjid al-Aqsa. Mwenyezi Mungu anasema juu ya Masjid al-Aqsa, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Msikiti huu Mwenyezi Mungu ameubariki na vinavyouzunguka pia amevibariki, ili Mwenyezi Mungu apate kumuonesha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na wafuasi wake na watu wengine katika dunia kwamba msikiti huu umebarikiwa na Mwenyezi Mungu amefanya kudura zile za kiungu, yani yale mambo ya kiungu katika kumpeleka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Safari hii ya kutoka Jerusalem, ya kutoka Makkah mpaka Jerusalem ni moja katika safari zinazoonyesha kudura na uwezo mkubwa wa Mwenyezi Mungu katika uumbaji. Lakini jambo kubwa ni hili ambalo tunajifunza katika aya hii, alladhi barakna hawlahu. Mwenyezi Mungu anataka kuwaambia Waislamu, Mwenyezi Mungu anawaambia Waislamu na dunia kwa pamoja kwamba msikiti huu ni katika misikiti mitakatifu. Msikiti huu ni katika nyumba takatifu. Kwa hiyo kila mmoja wetu katika maisha yake anatakiwa ajue kwamba msikiti huu ni katika nyumba takatifu. Sasa swali linakuja, mbona leo nafasi ya Baitul Maqdis haipo kama ilivyokuwa mwanzo? Mbona leo heshima ya Baitul Maqdis haipo kama ilivyofundishwa kupitia maandiko matakatifu ya Qur'ani? Mbona ile falsafa ya msikiti huu na vitu vinavyozunguka kuwa vimebarikiwa haioneshi ile reaction yake kwa jamii kama Mwenyezi Mungu anavyoeleza ndani ya Qur'ani? Lakini kumbuka kwamba katika nyumba hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema haulahu, na vinavyozunguka pia Mwenyezi Mungu amevibariki, linuriyahu min ayatina. Amefanya hivi kumpeleka Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika safari hii. Lengo ni kuzionyesha kudura za kiungu mbele ya Allah na uwezo na ukubwa wa Mwenyezi Mungu katika viumbe vyake vilivyotangulia. Lakini pia katika msikiti huu ndipo tunapopata makaburi ya watakatifu, makaburi ya waja wema, makaburi ya vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwavyo ni Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam na mke wake Bibi Sara, mama wa Nabii Allah Ishaqa, naye pia amezikwa katika msikiti huu. Lakini pia kuna kaburi ya Nabii Allah Ishaqa, lakini pia kuna kaburi ya Nabii Allah Yakubu, yani nabii wa Allah, mjukuu wa mtoto wa Nabii Ibrahimu, mtoto wa Nabii Allah Ishaqa. Lakini pia katika msikiti huu au katika majengo haya
kama tulivyotangulia kusema katika mada zilizopita kwamba kuna kaburi ya Nabii Allah Zakaria na Nabii Allah Yahya. Nabii Allah Yahya pia amezikwa katika msikiti huu, ama ukipenda Yohana Mbatizaji, mjomba wa Nabii Isa, kaka wa Bi Maryam, wanaozaliwa mama zao, baba mmoja mama mmoja, mama wa Yohana Mbatizaji na mama wa bwana wa Bi Maryam, mama wa Nabii Isa. Kutokana na sababu hii, msikiti huu pia umekuwa na vitu vya ziada. Mfano, katika msikiti huu ndio kuna ngazi ya Mi'raj, ngazi ambayo ndio inapanda kuelekea mbinguni, na kwa mujibu wa ramani ilivyokaa, kwa mujibu wa tufe la dunia lilivyokaa, yani kipande uliopo Masjid al-Aqsa kiko muinukoni, kiko juu, ndio kipande pekee ukiwa unapanda kuelekea mbinguni kutoka Masjid al-Aqsa, ndio utakuwa umepanda mbinguni kwenda karibu zaidi kuliko mahali popote. Maana yake kwamba unapopitia Masjid al-Aqsa au katika Mi'raji, ngazi inayokwenda juu katika Masjid al-Aqsa, hapa utapata fursa ya kwenda distance fupi zaidi kuelekea mbinguni kuliko mahali popote utakapokuwa unakwenda mbinguni. Japokuwa milango na njia za kuingia mbinguni ziko nyingi, na miongoni mwayo ni katika Masjid al-Harami pale Maka, msikiti ambao uko chini ya arshi tukufu, uko chini ya kursi, chini ya kiti cha enzi cha Allah. Lau Mwenyezi Mungu atakiteremsha kiti chake kutoka pale kilipo, akakiteremsha straight duniani, basi kitateremshiwa ama kitaangukia ama kitateremkia Masjid al-Harami, yani msikiti mtukufu wa Maka. Hii ina maana ya nini? Ina maana kwamba njia za kwenda mbinguni ziko nyingi, lakini tunapozungumzia Masjid al-Aqsa ama Baitul Maqdis ama hekalu la Nabii Allah Suleimani lililojengwa mwaka wa 930 na Nabii Allah Suleimani, hekalu hili lilijengwa straight katika njia ya shortcut kuelekea mbinguni. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameutukuza msikiti huu, kwa sababu msikiti huu kwanza umekaa moja kati ya milango ya mbinguni. Maana yake Masjid al-Aqsa ni katika milango ya kwenda mbinguni. Msikiti huu ni mlango katika mlango wa kuelekea mbinguni. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha katika hadithi al-Qudsi kwamba anapofariki kila mmoja wenu, roho yake inapotoka katika nyumba yake, basi Mwenyezi Mungu huisafirisha roho hiyo mpaka Baitul Maqdis, kisha hupanda kwa mlango huo kwenda mbinguni na kusalimu katika arshi, kisha Mwenyezi Mungu huiruhusu kurudi kukaa katika maskani itakayopangiwa, kama ni kaburini, kama katika moyo wa mnyama, kama mahala maalum ambapo Allah atakusudia roho hiyo ikae mpaka siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapowalipa viumbe wake kwa hukumu ya siku ya Kiyama. Kwa hiyo unapoutazama Masjid al-Aqsa kuna vitu vingi unaviona, lakini msikiti huu umepoteza heshima yake, thamani yake, nuru yake, ujulikanaji wake kwa sababu ya mipango iliyofanywa na Wayahudi. Mayahudi wao wameamua kuupoteza Masjid al-Aqsa kwa malengo. Lengo la kwanza kabisa, wanataka kuficha ukweli kwamba dini ya Kiyahudi na Mayahudi wamekwepa, wameacha, wamejitoa katika sistimu ya dini ya Nabii Ibrahim, Nabii Yakubu na Nabii Ishaqa, kwa sababu hawa wote walikuwa katika Waislamu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia sisi Waislamu katika sura ya pili ya 235-36 kwamba sisi Waislamu tunafuata utaratibu wa mitume waliotangulia kabla yetu, na kwamba wote walikuwa ni Waislamu, na si hatutofautishi na yoyote miongoni mwao, bali wote tunawaamini. Hii ina maana kwamba mitume waliletwa katika mfumo wa unyenyekevu ama dini ya Kiislamu, walikuwa wakisalenda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mayahudi walikwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Mayahudi waliacha maelekezo ya mitume na manabii. Mayahudi waliwaua mitume na manabii kadhaa kwa mikono yao ili kuficha na kukataa yale yote aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu kwao. Kutokana na kufanya hivi,
Kutokana na jambo hili, Mayahudi wakalaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ulimi wa Nabii Allah Musa na kwa ulimi wa Nabii Allah Isa, yani Yesu na Musa walilaani watu hawa. Mayahudi walilaaniwa kwa ndimi za wapenzi wa Mwenyezi Mungu wawili hawa. Kutokana na laana hii, wana wa Israeli likawa ni taifa la kutangatanga, na ndiyo maana ni taifa pekee duniani linaishi bila ya amani. Yani katika taifa duniani linaishi bila ya amani, japokuwa linashika sehemu kubwa ya madola duniani na kuendesha serikali nyingi kwa matakwa yake, lakini Myahudi ndio mtu pekee anaishi duniani bila ya amani. Kwa nini? Kwa sababu Mayahudi wamemkosea Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amewalaani. Ile laana ya Mwenyezi Mungu iko juu yao. Kwa hiyo kila wanachokifanya Mayahudi hakiwezi kuwa na baraka na mafanikio. Na hii imethibitishwa na maisha ya Mayahudi katika nyakati tofauti. Hata baada ya vita kuu vya pili vya dunia 1945-48, baada ya hapo ndio kikakaliwa kikao mjini Berlin na kuwataka Mayahudi kuwatafutia nchi ya kuishi, mada ambayo tumeieleza katika mada zilizotangulia. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo ningependa nivieleze kwa wakati huu ni namna gani Mayahudi walivyokwenda kinyume na walivyouharibu msikiti na kupotezea thamani yake na kuficha ukweli juu ya msikiti wa Aqsa ambao leo duniani watu hawaujui ni msikiti gani. Wengi wao wanahisi kwamba lile hekalu lilotengenezwa na Mayahudi wa kizazi hiki ndiyo nyumba takatifu ya Nabii Allah Suleimani, iliyojengwa na Nabii Allah Suleimani, au nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani Masjid al-Aqsa, msikiti wa kuabudiwa. Mayahudi wengi wameliharibu hili, wamewafanya watu wengi katika jamii ya leo wasijue kwamba Masjid al-Aqsa halisi iko wapi. Lakini kabla ya Masjid al-Aqsa ya leo kuwepo, mara mbili kadhaa nyuma Masjid al-Aqsa ilivunjwa, iliharibiwa. Na maneno haya yameelezwa hata na Bwana Yesu au Nabii Isa akitoa tahadhari ile miezi yake mitatu ya mwisho katika siku zake za kuishi duniani kabla hajapana kwenda mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 aya nambari 15, msikilizaji wangu, naomba utumie fursa hii kusikiliza kwa makini aya hizi ili upate kujifunza maneno ya Bwana Yesu aliyoyasema kwa wana wa Israeli juu ya swala zima la msikiti wa Aqsa na nini kitatokea katika Masjidi al-Aqsa. Mathayo sura 24 mstari wa 15. Bwana Yesu anasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, naye aliye juu ya dari asishuke chini kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuchukua nguo zake. Ole wao wenye mimba siku hizo! Ole wao, ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo! Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo na dhiki kubwa ambayo haijakuwapo namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Kwa maana siku hizo zisingalifupizwa, asingeliokoka mtu yoyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hiyo. Maana wakati huo mtu atawaambia, tazama, Kristo yupo hapa au yuko kule, basi msisadiki. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watawapoteza hata yamkini walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Maneno haya ni katika kauli zilizonukuliwa kutoka kwa Bwana Yesu. Nabii Isa alayhi salam anaeleza maelezo makubwa na mazito katika dunia. Anasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli, asomaye na afahamu.
Chukizo hili la uharibifu lilonenwa na nabii Danieli kwa mujibu wa Biblia limefanywa reference mbili. Reference ya kwanza anakwenda kukumbusha maelezo ya nabii Allah Danieli, ni mmoja kati ya manabii wa kizazi cha Bani Israel aliyeishi miaka 300 kabla ya kuzaliwa Bwana Yesu. Amini, miaka 500 kabla ya kuzaliwa na Bwana Yesu. Kwa sababu nabii Danieli alianza unabii zama za mfalme Berishaza, mmoja kati ya wafalme wa taifa la Babylon wa Iraki, kwa sababu Mayahudi walitawaliwa na Wairaki. Wairaki waliwatawala Mayahudi na waliwatawala mara kadhaa. Waliwatawala kabla ya Isa, yani Yesu, na waliwatawala baada ya Bwana Yesu. Historia hii ni pana, tutaieleza katika mada zijazo, lakini ninachotaka ujifunze kwamba Wababeli waliwatawala Iraki, waliwatawala Mayahudi kuanzia 666 AD. Mayahudi walipotawaliwa na taifa la Babeli, miongoni mwa watu waliokwenda kuwachukua Wayahudi nyumbani kwao, wakati huo ulikuwa ni ufalme wa mfalme Nebukadreza, na ulikuwa ni mwaka wa 666 BC. Na mwaka huu na historia pana sana wa 666 BC, ambao tutajifunza mbele ya mada hii kwa nini mwaka huu umekuwa na historia pana. Sasa wakati wa mfalme Berishaza, nabii Danieli ndio alifanya kazi ya unabii, na alikutana na changamoto nyingi za upinzani wa kazi ya dini, kwa sababu yeye nabii Danieli alianza unabii zama za Nebukadreza na akamaliza unabii zama za mfalme Berishaza. Alikaa miaka mingi akifanya kazi ya utafiti, utawala wa mambo ya kidini. Kwa hivyo tunapozungumzia habari ya historia ya wanyama ya falme hii ya Berishaza, mfalme wa Berishaza, namna ulivyokwenda kufanya mambo maajabu, utajifunza mengi katika historia. Lakini nabii Danieli huyu ambaye amekuwepo zama hizo, ndiye ambaye ametabiriwa, ndiye ambaye ameweza kutabiri, ndiye ambaye ameweza kutabiri matokeo ya baadaye. Ndiyo maana hapa Bwana Yesu anasema, hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli likisimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Kwa maana nawaambia, aliye mjini, aliye shamba asirudi mjini, aliyekwenda kulima asirudi kuchukua vitu vya nyumbani mwake, lakini aliyejua asishuke chini ya dali, maana wakati huo kutakuwa na dhiki kuu ambayo haijawahi kuwapo tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Bwana Yesu anasema hata sasa, yani wakati aliyopo yeye, wala haitakuwepo kamwe mpaka kiyama kitasimama. Bwana Yesu, nabii Isa anaapa juu ya madhara yatakayotokea katika nyumba ya Israeli, katika nyumba ya Wayahudi, namna makubwa watakayofanywa na ukubwa wa jambo hilo utakavyofanyika. Tukio hili lilifanyika mwaka 70 AD. Lakini Bwana Yesu anatuambia lile lililonenwa na nabii Danieli. Nabii Danieli alilitaja jambo hili wapi, katika kitabu gani, aya gani na sura gani? Ukitaka kujua historia ya jambo hili, unarudi katika kitabu cha Danieli sura ya 7 aya 24 na 25. Na hapa naomba nitumie fursa kidogo kuzungumza na wasikilizaji wangu. Kitabu hiki cha Biblia, iwe ya Union Version 1952 au iwe Biblia ya Imprimato maarufu inaitwa hivyo, basi kuna vitu viwili unatakiwa uvifahamu. Jambo la kwanza, katika vitabu hivi kuna vitabu vitatu ambavyo Mungu au manabii wamefundisha kwa njia ya mafumbo makubwa, yani vimefanywa sildi. Na mafundisho yake, kama hujasoma theolojia na hujasoma kwa tafsiri ya kupitia maandiko ya historia, basi vitabu hivi huwezi kuvitafsiri. Kuna vitabu vitatu mpaka vitabu vitano vimeandikwa katika mfumo wa historia na vimekuwa sealed, vinahitaji kuwa revealed. Unaweza kuvireveal kwa kutumia historia ikiwa umesoma vitabu vya historia. Mfano, kitabu cha nabii Yeremia. Yeremia 31:31 inasema, angalieni siku zinakuja, asema Bwana,
nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao, japokuwa nalikuwa mume kwao, lakini agano langu hilo walilivunja. Nami nitafanya agano langu milele kwao, kwa vizazi vyao baada yao, nami nitatia sheria yangu mioyoni mwao, na katika mioyo yao nitaiandika. Yeremia 31:33. Hiki ni moja kati ya vitabu ambavyo huwezi kuvifasiri kama huna historia. Hata kama utakuwa ni Mkristo lakini umesoma bila kuwa mwanatheolojia uliyepitia mkondo wa historia, vitabu hicho huwezi kukifasiri. Hata kama utakuwa ni Muislamu uliosoma vitabu vya Biblia, lakini kama hukuvipita katika historia, vitabu hivi itakuwa ugumu kuweza kutafsiri. Miongoni mwa aya ngumu katika tafsiri ni hii, na ugumu unakuja hapa ulipo. Sikiliza maelezo yanavyokuja. Andiko linasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana. Bwana ni Mungu. Nitakapofanya agano jipya, Mungu atafanya agano jipya na nyumba ya Israeli, atafanya na nyumba ya Israeli, na nyumba ya Yuda atafanya na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao, japo nalikuwa mume kwao, lakini agano langu hilo walilivunja. Nami nitafanya sheria yangu imara kwao, kwa vizazi vyao baada yao, nami nitaandika mioyoni mwao. Mungu anasema kuna vitu vitatu katika aya hizi, au vitu vinne katika aya hizi tunaweza kuzisoma. La kwanza, Mungu anataka kufanya agano na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Swali, Muisraeli si Myuda, Myuda si Muisraeli? Myuda ni kabila katika makabila ya Israeli. Kwa nini Yeremia anasema, Mungu anasema kupitia kinywa cha nabii Yeremia, atafanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, wakati Yuda ni sehemu ya Israeli? Vipi anafanya na Israeli na nyumba ya Yuda? Kama huna tafsiri ya historia, huwezi kufasiri aya hii. Kwa nini Mungu amezungumza hili? Amezungumza hili kwa sababu historia inaonyesha zama za Nabii Allah Daudi. Alipofariki alitawala mwanawe Nabii Suleimani. Alipofariki, makabila lilotoa nyumba ya familia ya Daudi ndiyo alitaka unabii na ufalme uendelee mikononi mwao. Jambo hili likapelekea kutengeneza gepu au ugomvi au kutengeneza matengano katika familia ya wana wa Israeli. Makabila 10 yakaenda upande wa kusini, makabila 2 yakaenda kaskazini. Kabila 2 kati ya hawa wakashikilia Torati, makabila 10 wakamuasi Bwana na kufanya machukizo katika dunia. Na haya makabila 10 ndiyo yaliyotawaliwa zaidi na wana wa Israeli, na ndiyo makabila yaliyopelekewa mitume zaidi katika wana wa Israeli, na makabila haya ndiyo yaliyoua wana wa Israeli kwa mikono yao zaidi, akiwemo Nabii Isa pamoja akiwemo nabii Hosea, akiwemo nabii Yahya, akiwemo nabii Zakaria. Hawa wameua kwa mikono yao, na walipanga kumuua na nabii Isa katika makabila haya 10. Jambo hili linakwenda kutumia baba zao ni wana wa Israeli, yale makabila 12, wazee 70 walioteuliwa na Nabii Musa mwaka 1517 BC. Nabii Allah Musa akiwa na wana wa Israeli wanatoka katika nchi ya ahadi ya Misri, wanatoka katika nchi ya Misri wanakwenda katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Walipokuwa njiani, walipofika katika mlima Sinai, baada ya Mungu kuwanusuru mikononi mwa Farao, Mungu akamtaka Musa aende akapate amri za Mungu zitakazoendesha wana wa Israeli katika masafari yao yote watakayotoka Misri kwenda katika nchi ya Kanaani. Tendo hili likapelekea wana wa Israeli walipokuwa wakisubiri chini, Musa akapanda juu. Alipofika mlimani, Nabii Allah Musa alayhi salamu akakaa siku 30. Wakati anashuka, akakutana na Waisraeli wanaabudu ndama aliyetengenezwa na mtu anaitwa Musa Samili, ambaye alikuwa ni mmoja kati ya Mayahudi walioamua kuacha Mungu na kuingia katika dini isiyokuwa ya Mungu. Akaanzisha dini ya kuabudu ng'ombe hapa. Jambo hili likapelekea Musa kuchukia na kutaka kupigana na ndugu yake Harun, akimuonya kwa nini amewaacha Waisraeli waweze kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, hali Mungu kawatendea mema machoni pao na kuokoa kutoka katika nchi ya Misri na anawarudisha katika nchi ya Kanaani.
Musa akataka kumpiga ndugu yake Nabii Allahi Harun, lakini mwisho akayasuluhisha na Mungu akalitenga lile kundi la wale waliokuwa wakiabudu shaba, na hawa ndio wakaitwa Wasamaria. Hapa kidogo nataka nipeleke shule ndugu yangu ambaye unasoma vitabu vitakatifu ujue historia. Msamaria yoyote ni Myahudi. Msamaria yoyote ni katika kundi la Mayahudi. Na Msamaria haina maana ni mtu wa kabila fulani, no. Ni kile kikundi kidogo kilichoacha amri, sheria na hukumu za Mungu zilizoshushwa kwa Musa, wakaamua kufuata utaratibu wa Musa Samili wa kuabudu ndama, na kundi hili ndio baadaye likaandisha dini ya Judaism, ambayo ndio dini ya Mayahudi wa leo ambao wako duniani leo. Kundi hili wakaitwa Wasamaria. Kwa nini wameitwa Wasamaria? Walikuwa watu wa Samili, yani watu wa Musa Samili, walikuwa watu wa Musa Samili. Kutokana na kuwa wao ni watu wa Musa Samili, watu wakawaita Wasamili. Sasa hivi wanaitwa Wasamaria. Kwa Msamaria ni Myahudi. Msamaria sio mtu wa nje ya Uyahudi. Ndio maana Bwana Yesu alipokuwa akipita kule kando kando za Tiro na Sidoni, mwanamke mmoja Mkanaani wa mipaka ile. Mipaka gani hiyo? Ukisoma katika maandiko matakatifu, wana wa Israeli walikaa kwa mataifa. Kundi hili la Wasamaria lilikuwa karibu katika nchi ya Kanaani, yani nje ya mipaka ya karibu kuelekea upande wa Kanaani. Hapa ndipo walipokaa Wasamaria wa mipaka ile, mipaka ya map ama ramani inayowaunganisha Wasamaria, watu wa Musa Samili. Lakini Msamaria mwingine yule aliyekutana na Bwana Yesu kisimani, wakati Bwana Yesu anapita, alipomuona yule mama akamuomba maji. Yule mama akamwambia, wawezaje kuniomba mimi maji hali nawe ni Myahudi? Yesu akamwambia, mama unisadiki, saa yaja nayo sasa ipo. Amini. Akamwambia, mama unisadiki, mimi ninayo maji ya uzima, ambayo nikikupa maji yangu hayo hutaona kiu milele. Yule mama akamwambia Bwana Yesu, baba zetu alisema tupasa kuabudu katika mlima huu, nanyi mwatuambia huko Yerusalemu ndipo mahali patupasapo kuabudiwa. Yesu akamwambia, amini mama unisadiki, saa ipo naye sasa yaja, wamuabudio halisi Mungu hawatamuabudu Baba katika mlima huu wala huko Yerusalemu, bali watamuabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu anatabiri kizazi cha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na nabii atakayekuja baada yake na wafuasi watakaokuja kuabudu baada yake. Ndio maana katika Mathayo sura ya 17 kuanzia aya ya 7 mpaka ya 11 Bwana Yesu akasema maneno haya, kipande kidogo cha aya: mimi nawaombea hao, si uombei ulimwengu, bali hao ulionipa walikuwa wangu, walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika, nao wamesadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Si hao tu ninawaombea, na wale watakao future tense, na wale watakao ni amini kwa neno lao. Waislamu wanamuamini Yesu kwa neno lao, yani kitabu cha Qur'ani. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani katika sura ya 19 aya ya nambari 16, na mtaje Mariamu kitabuni humu, yeye alikuwa mwanamke mcha Mungu msafi. Qur'ani inamtaja Mariam, Qur'ani inataja wazazi wa Mariam, Qur'ani inamtaja Yesu, Qur'ani inataja maisha ya Yesu na nafasi ya Yesu na unabii alionao. Yesu anasema si hao tu ninawaombea, bali na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao. Neno gani wanalomuaminia Bwana Yesu Waislamu? Ni hili la Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu hii ndio dictionary ya kuitengeneza kitabu hiki. Mapungufu yaliyo kwenye kitabu hiki yananyooshwa na kitabu hiki, kwa sababu Mungu kaleta kitabu hiki kwa lengo ya kufichua yaliyoharibiwa katika kitabu hiki. Tumesema mengi. Yeremia 8:8, umeona andiko linasema, mwasemaje nasi tuna akili, na kalamu ya Bwana tunayo pamoja nasi, lakini tazama kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Kwa kitabu hiki kinakwenda kutueleza maajabu makubwa yanayopatikana juu ya taifa hili la Waisraeli. Bwana Yesu anasema hapo nabii Danieli anasema hapo mtakapoliona Bwana Yesu anasema hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli,
limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Chukizo hili ni lipi? Lilitokeaje? Ndio tunaendelea sasa katika maandiko matakatifu. Chukizo hili linakusudiwa juu ya mji wa Yerusalemu, na mataifa makubwa yaliyofanya machukizo haya ni mataifa mawili. Taifa la kwanza ni taifa la Macedonia au Macedonia, taifa la Alexander the Great. Macedonia ni utawala kiasiri unatoka katika Mindo Pasha. Ni mmoja kati ya falme za zamani katika falme za Mindo Pasha. Walikuwa wakitawala chanya. Ni sehemu ya utawala wa Kigiriki uliosambaa mpaka katika nchi ya Iraq. Naomba kidogo hapa niseme historia, mjifunze wasikilizaji wangu. Macedonia ni moja kati ya nchi ambazo zilitawala katika utawala wa Kigiriki. Zamani mtu anaweza kufanya maamuzi kuwa upande mmoja na akawa anatawala upande mwingine. Mfano, tatoa mifano miwili au mitatu. Mfano wa kwanza, Habash, Ethiopia, ilikuwa ikitawala, makao makuu yake katika mji mdogo ni Yaman, Sanaa. Ethiopia ni Afrika, Sanaa ni Middle East, lakini falme moja ilitawala maeneo hayo. Lakini leo uko mfano mwingine haya ambao unaweza kuuona. Uturuki, nchi ya Uturuki. Nchi ya Uturuki. Ukiangalia katika bara, Uturuki iko Arabu, lakini kiutawala iko Ulaya. Na ndio maana Uturuki wanacheza mechi za makombe ya Ulaya. Uturuki na pia Ulaya. Uturuki haiapi katika bara la Asia, japokuwa kiramani iko ndani ya Asia na inatenganishwa na bahari kwenda Ugiriki, lakini Uturuki ni nchi inahesabika iko katika nchi za Ulaya, japo yenyewe inasomeka katika nchi ya Asia, Middle East, Mashariki ya Kati. Nini tunachotaka kujifunza hapa? Kwamba kuna wakati zamani dola inaweza kuwa upande mmoja ikasimamia upande wa pili. Macedonia ni dola ya Kigiriki iliyokuwa na nguvu mpaka Iraki. Alexander the Great ni moja kati ya watu walioharibu sana maisha ya Waislamu wa wakati wa zama hizo. Na ukitaka kuamini hayo, angalia katika kitabu cha Wamakabayo wa kwanza 1:54-60. Makabayo wa kwanza 1:54-60. Utaona ni kwa kiasi gani kilichofanyika katika utawala huu wa Magiriki. Makabayo wa kwanza 1:54, naomba msikilizaji wangu uisikie, na hapa tunasoma Biblia ya Roman Catholic maarufu kama Imprimato. Kitabu cha Makabayo wa kwanza 1:54 ndio tunachosoma, na hii tunaanzia katika kitabu cha Makabayo. Makabayo wa kwanza 1:54 inasema, 1:54 wa Makabayo: siku ya 25 ya Keselvu, mwaka wa 145, waliweka chukizo la uharibifu juu ya madhabahu na katika miji yote ya Uyahudi kila upande. Wakajijengea vimadhabahu vya miungu, wakafukiza uvumba wakafukiza uvumba milangoni pa nyumba na njiani, na vitabu vya sheria walivyovipata walivilarua vipande vipande na kuviteketeza kwa moto. Na mtu yeyote aliyeonekana anaifuata sheria au ameshika kitabu, basi alihukumiwa kufa kama mfalme alivyoamuru. Hivyo ndivyo alivyowafanya Waisraeli, mfalme jeuri, wale waliokuwa wakijia mji wa Yerusalemu mwezi hata mwezi, na katika mwezi na katika kila mwisho wa mwezi katika madhabahu takatifu. 1:54 wa Makabayo wa kwanza, katika vitabu vile vilivyoachwa na Biblia ya Protestant wameacha. Biblia hii ina vitabu 66, ina vitabu 73. Katika vitabu hivi, huku kuna kitabu wa Makabayo, Roman Catholic wamekiweka kitabu. Wanatueleza historia ya namna taifa la Magiriki lilichokifanya
wakati wa utawala wa Macedonia walipokuwa wakiwatawala Magiriki. Anasema siku ya 25 ya mwezi wa Keselvu wakaweka chukizo la uharibifu katika nyumba takatifu, na vitabu vya sheria walivyovipata walivilalua wakavichoma kwa moto. Hili ndio tukio lililofanya Torati kuchomwa moto kwa mara ya kwanza. Na baada ya kuchomwa moto Torati, katika tukio hili ndio kikapatikana kitabu cha Septuagint Version, maneno ya watu 70. Fuatilia katika mada yangu iliyotangulia, nilieleza tukio hili kwa kina, kwamba Mayahudi walipolaluliwa, walipouawa na wanasheria wa Torati walipouawa, Mayahudi wakakamata vitabu vya sheria wakavichoma moto. Na hiki ndicho alichokificha kwenye Biblia hii. Wameogopa kueleza maneno haya ili waumini wasije wakajua kwamba vitabu vya asili vya Torati havikuwepo, na Magiriki kupitia utawala wa Macedonia walivichoma moto. Lakini kitabu hiki kimejaribu kutuachia, kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi kuficha haki yake. Kila wanapofanya hila na mbinu watu wenye kupindua hila, wenye kufanya hila, Mwenyezi Mungu hupindua hila zao. Kitabu hiki kinaonyesha vitabu vya sheria walivyovipata, walivilalua na kuvichoma moto. Hiyo ni Wamakabayo wa kwanza 1:54-60. Torati ilichoma moto, na ndio maana Biblia zote mbili hizi hakuna Biblia yenye Torati hapa. Huku kuna kumbukumbu la Torati na huku kuna kumbukumbu la Torati. Vitabu vyote viwili vikimaanisha nini? Vikimaanisha kuelezea yale yaliyokumbukwa na waandishi wa Septuagint Version, ambayo yanakuwa sehemu ya maandiko ya Musa. Na kwa kuwa Torati ilikuwa ni maneno ya Mungu, kutoka maneno ya Mungu kwenda kwa Musa, na wao wakaandika Biblia Torati yenye vitabu 5. Nimevieleza katika mada iliyopita. Cha kwanza ni Mwanzo, kinachoelezea uumbaji. Cha pili ni Kutoka, kinachoelezea safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Cha tatu ni Lawi, kinachoelezea wanasheria waliokuwa wakisimamia Torati. Cha tatu ni cha nne ni kumbukumbu la Torati, kinachoelezea sheria ambayo Mungu kaishusha kwa wana wa Israeli. Na cha tano ni Hesabu. Mungu anazungumzia habari ya hesabu ya sensa waliofanya wana wa Israeli kabla hawajatoka Misri kurudi katika nchi ya Kanaani. Kwa hiyo kwa mujibu wa 1:54 Makabayo wa kwanza, vitabu vya sheria walivyovipata walivilalua na kuvichoma moto. Magiriki ndio waliviharibu vitabu hivi, utawala wa Macedonia. Kwa hiyo ndani ya Biblia huwezi kupata kitabu cha Torati ya Musa, kwa sababu sheria yenyewe ilichapwa na kuchanwa vipande. Sasa wewe ndugu yangu ambaye unaamini humu kuna Torati kamili ya Musa, nafikiri maneno haya leo yanaweza kukutosha kujua ukweli wa mambo. Lakini mwaka huu ndio waliochoma moto hekalu hawa ndio waliokuja kuliharibu hekalu hawa ndio waliokuja kufanya ufisadi juu ya hekalu, wakachoma moto na kuwazuia watu kuingia katika nyumba ya Mungu. Na hapa ndipo Mayahudi wakatoa amri, mtu yeyote Magiriki wakatoa amri, mtu yeyote ambaye amemtahiri mtoto wake, akigundulika amemtahiri kama Torati inavyotaka, kinachotokea mtu huyo anakamatwa mtoto wake, anachomekwa mti, anachomekwa mchuma, anapitishwa nyororo, anafungwa shingoni mwa baba yake, anafungwa katika nguzo ya zege, anakandikwa lami, anamwagiwa samli, anachomwa moto, na huyo mtu anakuwa kafara na taa za kuangalizia michezo ya kishetani iliyokuwa ikifanywa na taifa la Magiriki wakati huo, wakiabudu miungu mitatu: Zeus, Christos na Olimpoko. Zeus, Christos na Olimpoko. Zeus ni moja kati ya miungu ya zamani ya Kigiriki. Christos ni moja kati ya miungu ya zamani ya Kigiriki. Olimpoko ni moja kati ya miungu ya zamani ya Kigiriki. Mitatu hii miungu ndio utatu mtakatifu wa Kigiriki. Mataifa mengi ya washirikina yanaamini kuwepo kwa utatu mtakatifu, na huu ulianza miaka mingi nyuma. Wababeli walikuwa na utatu mtakatifu: Babeli, Nimrod na Semiramis. Nimrod, Tamuzi na Semiramis, ambao alikuwa ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Mama. Hawa wana Zeus, Christos na Olimpoko. Historia ya miungu mingi katika utatu mtakatifu ni historia ya mataifa ya zamani. Tutakapokuja kuelezea historia ya miungu mingi katika utatu mtakatifu ya mataifa mbalimbali, utaona mpaka wa Misri walikuwa na miungu mitatu, utaona wa Iraki walikuwa na miungu mitatu, utaona wa Ajemi walikuwa na miungu mitatu, utawaona wa Bigiriki hawa walikuwa na miungu mitatu.
mikubwa. Walumi walikuwa na miungu mitatu na ndio iliyorithiwa leo, ambayo kiheshima inaabudiwa katika baadhi ya nyumba za ibada ambazo sina sababu za kuzitaja, lakini akili itakueleza ni dini gani inaweza kuamini habari ya kuwepo kwa